Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi kukualika tena katika sura ya 6 ya Wafalme wa kwanza, na hivyo nikualike tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa upendeleo. Mimi na rafiki yangu umetupatia uhai. Leo tena siku nyingine umetujalia ili kusudi tuweze kutafakari na kukuona wewe katika mistari hii. Tunajikabidhi mikononi mwako, ukatufundishe kama unavyotaka tukufahamu wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Katika sura yenye maneno takribani 609 na mstari 39, inaaminika ya kuwa waandishi walioandika Yeremia au Ezra. Hawa ndio wanaoaminika waliandika kati ya mwaka 561 kabla ya Yesu mpaka 539, au waandishi wengine wanaamini kwamba ni miaka 400 kabla ya Yesu. Ndivyo wanavyoandika katika nukuu zao na maandishi yao. Kwa hiyo unaweza kaona picha kabisa, tunapunguza maneno 609 siku ya leo kati ya maneno 18,600 yaliyoko katika kitabu hiki chote kizima. Ujenzi wa hekalu la Mungu mjini Yerusalemu chini ya Mfalme Sulemani ndio dhima kuu ya sura hii. Sura hii inatuonesha jinsi ambavyo Mfalme Sulemani anatekeleza usia wa baba yake Daudi aliyomwambia kabla ya kufa. Tutaenda kuona pia vipimo sahihi vya jengo alivyolijenga, vifaa vyake pamoja na mapambo yake. Katika sura hii tutakwenda kuona jinsi ambavyo Mfalme Sulemani anatumia miaka 7 kwa ajili ya ujenzi wa hekalu, na jinsi ambavyo Mungu alivyoliona hekalu hili na kulikubali. Kwa ujumla wake tunakwenda kuona Mfalme Sulemani anavyoonesha utii kwa Mwenyezi Mungu na anajenga hekalu, na jinsi ambavyo Mungu analiona hekalu na kulikubali. Hii ndio picha halisi yote ya sura hii. Tuanze sehemu ya kwanza ambayo ni mstari wa kwanza. Tunaona jinsi ambavyo Mfalme Sulemani anaanza kujenga hekalu katika mwaka wa 480 baada ya kutoka Misri. Wanazuoni wanatuambia ya kuwa ilikuwa ni mwaka wa 4 wa utawala wake, ambao ulikuwa ni mwaka wa 967 kabla ya Yesu kuzaliwa. Na wengine wanapokokotoa kwamba Yesu kama alizaliwa KK 4 au KK 3, maana yake ilikuwa miaka 963 au miaka 964 ndio ujenzi huu kaanza. Niruhusu twende katika mstari wa 2 mpaka wa 3, ambapo inaonesha vipimo vya hekalu, urefu wake na upana. Halafu tunaoneshwa urefu na upana wa chumba cha ndani na cha nje. Hapa tunaambiwa ya kuwa hekalu lilikuwa na urefu wa mita 30 kwa 10. Kwa hiyo unaweza kaona upana wake ni mita 10 na kwenda juu ilikuwa ni mita 15. Chumba cha mbele kilikuwa na urefu wa mita 10 na upana wake ni mita 10 kama mraba hivi. Halafu ukumbi wa mbele ulikuwa na urefu wa mita 20 na upana wake ni mita 10. Katika mstari wa 4 mpaka wa 6 tunapewa maelezo ya madirisha na vyumba vya pembeni jinsi vilivyokuwa vinatakiwa kujengwa. Hapa kwa wasomaji wa maandiko matakatifu, mwanga haukuruhusiwa kuingia moja kwa moja kule ndani. Vyumba vitatu vya pembeni vilijengwa kwa ajili ya kulizunguka hekalu. Mstari wa 7 mpaka wa 10 unayo maelezo ya kutupatia mengi kidogo, lakini picha iliyopo pale ni ujenzi wa hekalu, matumizi ya mawe na vyumba vilivyokuwa vinajengwa. Tunaambiwa kwamba jengo lilijengwa kimya, bila kelele yoyote ya vyombo vya ujenzi, vyumba vya juu, vya kati na vile vya chini. Na tunaona kwamba Mfalme Sulemani alijenga chumba cha 3 cha juu kule gorofani na paa la mbao za mwerezi. Mstari wa 11 mpaka wa 13 ni maongezi ya Mungu na Mfalme Sulemani, wakati Mungu anamwambia atafikia mafanikio yake tu akiwa mtii kwa Mungu. Mstari wa 14 mpaka wa 22 Biblia inatuambia ujenzi unakamilika. Mfalme Sulemani analipamba hekalu kwa dhahabu, anajenga vyumba vya ndani kwa mbao za mwerezi, anapamba kuta zake kwa mwerezi, anatengeneza madhabahu ya kufukizia uvumba kwa mbao za mwerezi, na anapamba kuta na sakafu za hekalu kwa dhahabu. Mstari wa 23 mpaka 30 tunapewa maelezo ya kerubi na mapambo ya hekalu jinsi yalivyofanyika. Hapa alitengeneza makerubi wawili waliotazamana kwa mbao zilizonyanyuka kwa kutumia miti ya mizeituni. Halafu mwishoni akawafunika kwa dhahabu. Kwa ubunifu mkubwa kabisa anapamba kuta kwa nakshi za makerubi na miti ya mizambarau na maua, na anapamba sakafu kwa dhahabu. Mstari wa 31 mpaka wa 38 hapa tunapewa picha na maelekezo ambavyo jinsi Mungu alimpa maelekezo ya kutengeneza milango. Kila sehemu palikuwa na aina ya miti katika milango yake. Hekalu linakamilika mwaka wa 11 wa utawala wa Mfalme Sulemani, mwezi wa 8, na hivyo nikualike katika sura inayofuata.